Naam, ndugu mtazamaji, naomba nikukaribishe katika mazungumzo yetu haya ya leo yanayoangazia siasa safi katika demokrasia. Msimulizi wako ni Shomari Hamisi. Karibu kuungana nasi. Mheshimiwa Omar Gindi, karibu katika mada yetu ya siasa safi katika demokrasia. Asante sana. Asante sana. Bila shaka umewahi kuwa diwani wa kata ya Rubuga. Ipi dhamira yako katika demokrasia? Nimekuwa diwani kwa kweli kata ya Rubuga kwa vipindi viwili, kwa maana miaka 10 nimewatumikia wananchi. Na nimewatumikia wananchi kwa uweledi mkubwa sana, kwa utayari mkubwa sana. Tumefanya mambo mengi mazuri. Kwa sasa hivi tena nimeomba ridhaa ya kwenda kuwatumikia wananchi. Nilijaza fomu vizuri, nikazirejesha kwenye ofisi za tume, na tume wakaniteua kuwa miongoni mwa wagombea. Kwa sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mchakato, tunaenda kuomba kura kwa wananchi. Wananchi wameingiwa na kigezo kwamba umekuwa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Nini kilichokufanya sasa leo wameona umeungana na chama cha umma? Sasa nini hapa kilichokuingilia zaidi? Vyama vyote ni vyama vya siasa, ni vyama vya Watanzania, vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kutoka chama kwenda chama kingine ni mambo ya kawaida tu, mambo ya kawaida. Nilikuwa Chadema kwa muda mrefu sana, nimefanya mambo mazuri kwenye chama kile, tumeshirikiana vizuri kwenye chama kile, na hata udiwani wangu wa vipindi viwili nilipata nikiwa Chadema. Lakini kwa bahati mbaya Chadema imepata injury, Chadema haishiriki chaguzi. Hapo ndipo tulipohitilafiana mitazamo. Sisi wengine nikiwepo mimi niliona njia sahihi sio kukimbia uchaguzi. Hata kama uchaguzi una makona kona, lakini njia sahihi tuende kwenye uchaguzi, kwa sababu binadamu yoyote anahitaji historia. Anahitaji historia kwamba nilishiriki uchaguzi nikadhulumiwa, nilishiriki uchaguzi nikanyanganywa. Mimi kwa bahati nzuri nimeanza kuwa diwani 2015 mpaka 2020. Naamini 2015 ndio ulikuwa mwaka wa mwisho wa siasa safi za Tanzania. 2020 ulikuwa uchafuzi, lakini mimi nilishinda kwenye huo unaoitwa uchafuzi. Kwa mimi sasa nikachelewa sana kuamini kwamba ninaweza nikanyanganywa, ninaweza nikadhulumiwa. Na mimi nilitamani sana niingie katika historia hiyo. Wakati wao wamepanga kuninyang'anya, na mimi nimejipanga kunyang'anywa. Kwa hiyo nataka niingie katika historia hiyo ili niweze kusema kwamba siasa zangu nilifanya vizuri kuanzia hapa mpaka hapa. Kutoka hapa mpaka hapa ilikuwa hivi. Lakini binadamu anahitaji sana. Pamoja na yote, lakini naona kwamba Chadema kushiriki uchaguzi huu, demokrasia imelindwaje? Chadema wana haki za msingi kushiriki uchaguzi, na Chadema hawajauona uchaguzi. Na hayo ni mashaka ambayo sisi wote ambao leo tumeshiriki uchaguzi bado tunayo. Kwa sababu maboresho ya chaguzi ni viashiria kutoka kwa watu wanaosimamia chaguzi. Maharibiko ya uchaguzi pia ni viashiria kutoka kwa watu wanaoandaa uchaguzi. Kwa hiyo kuna vipo viashiria ambavyo vinaonyesha uchaguzi utakuwa sio, lakini mwisho wa siku hatuwezi kuishi kwenye ramli. Tunakwenda kwenye tukio tuone nini kitakachotokea. Wananchi wanasemaje sasa tena umechukua fomu kama ambavyo ulizungumza kwamba umekuwa na miongo miwili ukiwa diwani katika kata ya Rubuga, ambapo leo unakwenda kushindana sasa tena na mgombea kutoka tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Wanasemaje ambao wewe umekuwa sana nguli katika ile eneo, na hizi ekaeka za mji huu ambao umepamba njuga kwamba CCM kila kona wanakuwa bendera zinapeperushwa, nyimbo zinaimbwa, na hizi ekaeka za wanamuziki Baba Levo kama shujaa sasa tunasema ambaye amepatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi, hapo wanasema wanang'oa na kupanda. Hii kwako ikoje? Jimbo la Kigoma mjini kitakwimu ni jimbo la upinzani. Jimbo la Kigoma mjini kitakwimu ni jimbo la upinzani. CCM ukiwahesabu, CCM wanachama wa CCM ukiwahesabu na bendera ni nyingi kuliko wanachama wa CCM. Kwa mimi kwa uzoefu wangu sijaona jipya ile la bendera kwa zipo kila kona, mabango kwa hapo kila kona. Mimi sijaona. Sasa kama leo Kigoma, CCM Kigoma inafikia tu watu kwenye mkutano hawaji mpaka aje Zuchu. Watu kwenye mkutano hawaji mpaka aje Mzee Yusufu. Kwa hiyo mimi kwa uzoefu wangu wa siasa mimi sioni kama kuna shida, lakini
Tutaona na tunaomba uchaguzi uwe wa haki ili kila mtu avune kile alichokipanda. Wananchi wa kata yako wanalalamika kwamba umekuwepo miongo miwili mfululizo, wamekuwa na shida ya maji na wewe umekuwa diwani katika ile eneo. Wanaanza kukumbuka uende labda wangekuwa na kiongozi kutoka CCM. Je, malalamiko haya kwako wewe kama uliyekuwa diwani ndani ya ile eneo unasemaje? Yanakidhi ama vipi? Kwanza, manispaa ya Kigoma Ujiji na kata 19. Kwenye kata pekee ambayo haina shida ya maji ni kata yangu ya Rubuga. Kata yangu ya Rubuga ina mitaa 4. Kila mtaa mimi nimechimbisha visima vya kisasa vya pump viwili kila mtaa. Na hilo neno ndo kwa mara ya kwanza nalisikia. Kata ya Rubuga haina shida ya maji. Haina shida ya maji. Kata ya Rubuga ina matatizo mengine lakini sio shida ya maji. Mimi kama diwani nilitafuta wafadhili, kila mtaa tulichimba visima viwili kwenye mitaa 4. Kila mtaa tulichimba visima viwili vya kisasa vya pump. Vya kisasa vya pump. Wananchi wanapata maji kama kawaida. Lakini kwenye kata ambayo hii miaka 5 tumemaliza kwa mafanikio makubwa ni kata ya Rubuga. Kata ya Rubuga kipindi cha utawala wangu tumejenga ofisi ya mtendaji wa kata. Na juzi leo siku 2-3 mwenge wa uhuru ulivyokuja hapa umekuja kuzindua zahanati kwenye kata yangu ya Rubuga. Na wamesema ndio zahanati the best katika halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji. Ni mimi nilitafuta nilishirikisha wananchi, tukaibua hoja, nikabeba hoja, nikaja nayo halmashauri ya manispaa, nikajenga hoja, nikapewa almost milioni 100 za Kitanzania za kujenga zahanati. Na tumejenga. Tumepeleka umeme maeneo ambayo yalikuwa hayana umeme. Ni mimi ndio nimepeleka. Nimejenga mifereji kwenye kipindi hichi. Kwa hiyo katika mambo ambayo yalionishawishi mimi kurudi kugombea, ni wananchi ndio walinifuata mimi. Kuniambia bwana, umefanya mambo makubwa, bado tunakuhitaji kuendelea. Pamoja na yote unayozungumza, wanasema kwamba sera ya Chama cha Mapinduzi, kazi na utu, tunasonga mbele. Na wanadai kwamba moja ambayo ameonekana katika manispaa ya Kigoma Ujiji ama mkoa kwa ujumla, wamekusanya mapato, wamepata fedha kutoka makao makuu trilioni 11. Na hizi zimefanya kazi ndani ya kata moja hapo ndani ya kata yako, ambapo CCM imepiga hatua. Je, malalamiko haya ya kusema kwamba kuwepo kwako ndani ya kata yako ya Rubuga pamoja kwamba umechimba visima na kadhalika, je, CCM kuwekea mtu mwingine kuja ugombea na wewe kuonyesha ushindani wa tangu umekuwa pale, akwaje haona maslahi mapana kutoka kwako? Je, malalamiko haya wewe unayachukulia nini? Hayo malalamiko hayatoki kwa wananchi wangu. Hayatoki kwa wananchi wangu. Nadhani hayo malalamiko labda umesikia mitaani. Mimi wananchi wangu hawajalalamika kwa sababu nimeeleza mambo ambayo tumeyafanya, kata nilivyoikuta na kata ilivyo sasa. Labda nikueleze kwa kirefu. Mimi toka mwaka 2015 nilipokuwa diwani nilileta utaratibu. Mwanafunzi yoyote anayeanza form 1 ili mradi anatoka kata ya Rubuga, mimi kama diwani ofisi yangu ilikuwa inamnunulia mwanafunzi yule uniform, madaftari, viatu na begi. 10 years ago nafanya hivyo. Nafanya hivyo. Mimi ofisi yangu iliweka utaratibu. Unapotokea msiba kwenye kata yangu, awe Muislamu, awe Mkristo, ofisi yangu inatoa sanda. 10 years ago nafanya hivyo. Nimejenga mifereji mitaa yote, nimeweka vifusi, nimeweka maji, nimepeleka umeme maeneo alikuwa hayana umeme. Sasa hayo malalamiko ndio kwanza nasikia, sijui umeyapata wapi. Lakini nije kwenye hoja yako ya pili, kwamba CCM kuleta mtu ni kawaida. Si lazima kila chama kiwe kina mgombea. Kwani mimi wakati wote nagombea CCM ilikuwa ileti watu? Mpaka katibu mwenezi aligombea na nikampiga. Na ninakuhakikishia kama uchaguzi utakuwa ni wa haki, mimi nitashinda. Kwa sababu nina mtaji mkubwa, nitashinda. Lakini sasa tujuri pamoja kuwa na mtaji mkubwa wa kushinda. Sasa iweje sasa kuwepo na ugumu kwamba mpaka kata yako umeikalia kwa muda wa miaka 10 mfululizo, unatakiwa utolewe kwa sababu inaonekana hakuna maslahi yanayoonekana hasa yanayoingia kwenye nini? Kwenye wanadai CCM kwamba wanapata kama chama, na umekalia miaka 10 hii, lakini vijana hawajapiga hatua. Wewe unadai kwamba mnasaidia sanda kutoka mtu akifariki, pia umepiga hatua kama mlezi wa vijana. Malalamiko haya yanaendelea kuwepo. Watu wanazungumza ndani ya kata yako kwamba pamoja na kuwa na wewe kama diwani, lakini hawajaona sana kata yao imepiga hatua pamoja na kuwa na hivyo visima. Ndio maana wanataka wasikie kwamba Margindi anasema nini. Sasa iko hivi, unajua kuna mtu anaweza kuwa kwenye siasa lakini hajui siasa.
Yumo tu kwenye siasa, lakini siasa. Mtu anayejua siasa kwanza anapaswa ajue kazi za diwani ni zipi. Diwani anasimamia nini? Leo wewe utasema tunahitaji kwenye kata yetu tuweke lami. Manispaa ina uwezo wa kuweka lami kwenye mitaa yetu, maana wewe ni mkazi wa manispaa. Manispaa Kigoma Ujiji tunazidiwa ukusanyaji wa mapato. Hata na wilaya ya Buhigwe wanatuzidi. Manispaa Kigoma Ujiji tunazidiwa mapato na wilaya Kaliwa. Halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji mapato yetu sisi kwa mwezi ni milioni 412. Sasa imagine milioni 412. Hizi muandae kupitia stationery, muandae vikao, mafuta, mwalipe vibarua, mtapata hela ya kuweka lami? Hakuna. Sasa kawaida ya mwanasiasa siku zote huwa anatafuta lile eneo ambalo halijakaa sawa, ndio analalamika. Lakini brother, wewe ulikuwa unatarajia CCM watanisifia mimi? Kwa sababu kwenye harakati za udiwani hizi, chama cha kwanza kuongoza kata ya Rubuga walikuwa ni CCM. Hawakufanya chochote, hata mfereji wa kutoka hapa kilomita yani mita moja, sio kilomita, mita moja hawakuchimba. CCM. Na tumeweka akiba miaka 25, upinzani ndio unaongoza ile kata. Kwa mafanikio makubwa. Leo kiangalia kata ya Rubuga haulinganishi na kata ya Kasingirima, ambao kata ya Kasingirima diwani wake ni CCM. Leo kiangalia kata ya Rubuga hauipimi na kata ya Majengo, ambao diwani wa kata ya Majengo ni CCM. Leo kiangalia kata ya Rubuga haufananishi na kata ya Machinjioni, ambapo diwani wa Machinjioni ni CCM. Leo kiangalia kata ya Rubuga haufananishi na Kasimbu, ambao diwani wa Kasimbu ni CCM. Sasa mfano wa mwisho ni kwamba sisi leo kama wanasiasa huwa tunasema kwamba serikali ya CCM haijafanya kitu. Nadhani unasikia. Serikali ya CCM haijafanya kitu. Wale maneno yetu. Sasa mimi nikuulize, wewe unaamini kweli serikali haijafanya kitu? Ndio nataka nikuulize kwamba mnasema kwamba sasa jibu mnavyosema nini sasa? Jibu ya hilo ndio hilo ambalo wewe umekuja nalo. Kwamba iko hivi, mpinzani sasa leo mimi nikisema CCM imefanya 1 2 3, mimi kwa nini nakuwa upinzani? Kwa nini mimi nakuwa upinzani? Lakini majibu nayokupa, wewe toka hapa na vijana wako. Mimi nitabaki hapa. Wewe nenda Rubuga, kaulize Gindi kafanya nini? Watakuonesha A B C D E F mpaka Z. Lakini mheshimiwa, nataka kuniambia pia kwamba CCM pia na wenyewe wamefanya, kwa sababu kwenye kata ya Rubuga hawajafanya kitu hata kimoja, kwa sababu kata ya Rubuga CCM kila siku ni watatu. Kwa sababu CCM umekuwa katika baraza la madiwani ambapo lilikuwa chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi, ikiwa kwamba meya alikuwa ni wa Chama cha Mapinduzi. Sasa unaniuliza maendeleo ya kijumla au kwenye kata yangu? Tunarudi kwanza kwenye kata yako, kwa sababu umesema kwamba, na ndio kwa sababu kwenye kata yangu CCM haijafanya kitu, kwa sababu CCM haijafanya chochote kwenye kata yangu. CCM walipopewa nafasi walishindwa, hawakuacha legacy yoyote. Hawakuacha legacy yoyote CCM kwa miaka 5 kuanzia 95 mpaka 2000. Hawakuacha alama yoyote. Kwa namna hiyo kwamba hata kwamba unafikiri kwamba uchaguzi unaokuja utashinda, na utashinda kwa sababu umefanya vya kuonekana, CCM hawajafanya chochote. Na kwanza nikwambie, kata ya Rubuga kwa kipindi cha miaka 10, mpinzani wangu mimi sio CCM. Na nitakupa details. Uchaguzi wa mwaka 2015 mimi nilikuwa kwanza, mimi Omari. Wa pili alikuwa diwani ambaye nilimkuta pale, alienda ICT, anaitwa Mwalimu Adamu. CCM walikuwa watatu, ambaye alikuwa katibu mwenezi. Hiyo ni 2015 kuja 2020. Uchaguzi wa mwaka 2020 mimi nilikuwa kwanza, nilipata kura 629. Wa pili alikuwa ACT, alipata kura 297. Kwa maana huyu wa pili nilimzidi kura 332. Watatu alikuwa CCM, alipata kura 185. 185 ukitoa kwenye 629 nilimzidi kura 444. Kwa hiyo mimi unapozungumza CCM Rubuga, CCM sio mshindani wangu. Na hata uchaguzi kama utakuwa ni haki, CCM watatoka watatu au wanne au wa mwisho. Yani unajua Rubuga ni kata ina vijana wengi. Leo CCM haina vijana. CCM wao slogan yao wanajua wenyewe walivyoitengeneza, sitaki niizungumze. Mshwari wa mstaafu, CCM haina vijana. Hawa wanaoonekana barabarani wanatangaza. Wote hawana shahada, wote hata shahada za kupigia kura hawana brother. Hata shahada za kupigia kura hawana muda. Sikiliza nikwambie, sikiliza. CCM kila siku inasema imeondoa umaskini. Walishatuambia takwimu Kigoma mjini mwaka 2020 maskini walikuwa wangapi? Leo 2025 tumepunguza maskini wangapi? Washakwambia?
CCM inakuja kutuhadaa tu, na ndio maana baada ya kujua kama CCM ina wakati mgumu Kigoma mjini, anakuja Zuchu, atakuja Mzee Yusufu, atakuja Isha Mashauzi, ni hivyo. Yani CCM Kigoma mjini italazimisha tu. Unahisi kuja kwa wale ni kuja kuongeza kura ama sio kuja kuongeza kura, ni kuja kutoa burudani tu. Kwa sababu hivi leo nataka nikwambie, wakati kampeni zinatangazwa tu ile tarehe 28, kila mtu alikuwa anajua anampigia kura nani. Hivi leo tuko hapa, wewe mwenyewe unajua kura utampa Zitto, wewe mwenyewe unajua hivyo. Wewe mwenyewe unajua kura utampa Zitto, huyu anajua kura atampa Zitto, wewe unajua kura atampa Zitto. Baba Levo bana atakuwa na mtu mmoja tu ndo anza kumpa kura. Kwa kila mtu anajua kura yake ataipeleka wapi. Kwa mimi leo hata uje unikatie kiuno hapa, mimi siwezi kukuchagua kwa sababu nataka kumchagua. Mimi namjua nitamchagua nani. Mheshimiwa Marigindi, mada yako hii unayozungumzia CCM wana vijana kidogo inataka kuleta nani, kwa sababu tunaona vijana walio wengi hawana shahada za CCM, wana vijana makundi ya nikisema hawana siamaanishi kama kwenye namba wenyewe wanapata 0, sina maana hiyo. Nikisema hawana ni kwamba ukichukulia kwa mfano tuje kwenye hesabu za kikawaida. Kwenye kila kata hapa kuna kata 19. Ukienda kata ya Buzebazeba, vijana wa kuanzia miaka 17, maana sasa hivi ndio uchaguzi wa kwanza, watu wenye miaka 17 wameandikishwa. Ukichukua vijana wenye miaka 17, nisikilize. Kwa nini msilalamike kama unalalamika wapi bana wewe? Usinichefue hapa nikaacha hata kuongea. Unalalamika wapi? Nyewe waandishi wa habari ndio watu ambao mnaitaga kelele. Unalalamika wapi? Au malalamiko kama wameandikishwa watu wa miaka 15 wewe hujasikia, mbona mtangazi? Sasa nisikize mimi nikwambie, nisikize. Twende. Yaani ukichukua vijana wenye miaka 17 walioandikishwa kwenye kila kata mpaka 45, 70% hao vijana watakuwa na element za upinzani. 70% watakuwa na element ya upinzani. Ni 30% ndio watakuwa wala element ya chama. Inatokana nini? Wana maadibisho ya kiupinzani ama namna gani? Brother, kuwa na hizo element za kiupinzani. Tusaidie. Ndio nataka nikwambie. Kuna viashiria vingi, lakini leo nitakutajia viwili. Nitakutajia. Leo wewe mzazi umepata mtoto, umemsomesha mpaka akafika pata elimu ya juu, na degree ya kwanza au degree ya pili au na PhD, degree ya 3. Mtoto yule anakuja mitaani tu. Uwanja wa Tanganyika kuna kijana mmoja anakata majani, ana degree ya kwanza. Anakata nyasi, yani anamsaidia meneja uwanja kufyeka nyasi. Ana degree ya kwanza ambayo ni ya mambo ya mazingira. Kwa hakuna ajira. Kama hakuna ajira, vijana hawezi kukupenda wewe ambaye huwaletei ajira. Watakudanganya. Hilo la kwanza. Lakini la pili, vijana waliamua kujiajiri wenyewe. Leo angalia shida wanaopata bodaboda hapa. Leo wana amani kwa sababu kuna uchaguzi. Baada ya uchaguzi bodaboda anakuwa ndo adui namba 1 wa polisi. Hata vijana wanakimbia. Bodaboda hao, mlezi wa bodaboda ni mheshimiwa mkuu wa mkoa. Au ni ulezi tu. Kwani kwa mfano mkuu wa mkoa si ndio mlezi wa vyama vyote vya siasa? Au sivyo? Ndio. Ushamwona mkuu wa mkoa amekwenda kwenye ofisi ya Chadema, amekwenda kwenye ofisi ya ACT. Ngoja. Ushamwona amekwenda kwenye ofisi ya CUF. Ni ulezi jina tu. Leo mkuu wa wilaya si ndio anapanga mipango ya CCM kushinda. Sasa siku tukimwita huyu ni mkuu wa wilaya CCM, tutaonekana tunakosea. Mkuu wa mkoa anawaita, lakini mnakaa naye, mnashauriana naye, anawaambia jamani, kuna 1 2 3 shauriana kwa sababu tujenge nchi yetu ikae vizuri na uchaguzi huu wa amani na salama. Swala la kujenga nchi yetu wala hatuhitaji kuitwa na mkuu wa mkoa. Kwa mfano mimi mwenyewe. Mimi sipo tayari kuona mwana CCM anapigwa. Sipo tayari. Narudia tena. Mimi hapa Omari, sipo tayari kuona mwana CCM anapigwa. Sipo tayari kuona mwana CCM anatukana. Sipo tayari kuona mwana ACT anapigwa la kutukana. Mimi nachotaka, uchaguzi umefika, achaguliwe mmoja, taifa letu libakie kuwa moja. Kwa swala la amani ni haki ya kila Mtanzania kudumisha amani. Ni haki ya kila Mtanzania. Sio mkuu wa mkoa atakuja kutuambia tudumishe amani. Na ndugu mtazamaji, maendeleo haya unayoyapata ya maneno kutoka Mheshimiwa Marigindi, tunasema kwamba ni siasa safi katika demokrasia. Ndio. Hauko tayari kumuona mwana CCM anapigwa. Siko tayari kuona mwana ACT anapigwa. Siko tayari kuona mwana Chauma anapigwa. Na siko tayari kuona mwana Chadema ananyanyaswa. Na ndio maana mimi siku zote naendelea kusema naomba serikali iangalie upya swala la Tundu Lissu, mwachie. Tanzania hii tunu tulionayo tusiichezee.
na ni jukumu letu sote. Na mimi majuzi nilizungumza, na Mungu akipenda tarehe 25 kesho ninazindua kampeni zangu kwenye kata yangu. Katika moja ya mambo nitakayokwenda kuzungumza, mimi nina ushahidi. Ninazungumza kwenye vyombo vya habari hapa. Ninao ushahidi. Kuna Warundi wengi wameandikishwa kwenye daftari la wapiga kura na sio Tanzania. Na hili nimekuja likemea hata kwenye vikao vya maadili, nimezungumza kwamba kuna Warundi wengi wameingizwa. Sasa hawa ni Warundi. Leo wanaanza kupewa nafasi ya kusogea kuja kushiriki maamuzi yetu. Tunawasogeza hao. Tunaposema watu wanakaa kimya, kesho mambo yakiharibika, tukiwanyima ushirikiano, tutaonekana tena sisi wabaya. Lakini tunakemea mapema hawa Warundi, hapana. Lakini kwa sababu vyama vinataka matokeo, vinaamini vikimkataa huyu Mrundi vitashindwa, vinamkumbatia, lakini madhara yake ni mabaya. Lakini wakati mnaitwa na tume na mlikuwa kwenye vile vikao, vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana idara ya uhamiaji haikuwepo, ambapo ninyi mnalalamikia kwamba kuna Warundi wengi wameandikishwa? Idara ya uhamiaji haikuwepo kwenye zoezi la na kama ulizungumza hilo, wale walilipokeaje? Walilipokea. Nilizungumza kwa mapana kabisa tena mbele ya msimamizi wa uchaguzi, na nikaomba, nikasema ninashauri kikao kijacho cha kamati ya maadili viongozi wa uhamiaji wawepo, viongozi wa idara ya usalama wawepo, ili tutoe kero yetu kwamba kuna Warundi wameingia kwenye zoezi. Kuna kata zaidi ya 7 Warundi wengi wameingia kwenda kujiandikisha. Sasa endapo labda kwamba hili swala likutokea, unafikiria nini kifanyike zaidi? Kama jambo hili halikutokea, watu wameamini matokeo ndo mazuri kuliko nchi yetu, nitakachokizidi mimi kukisema ni kumwomba Mungu tu azidi kutubariki nchi yetu iwe na amani. Wasiwasi huu kwamba huenda wameandikishwa kwa wingi, una wasiwasi labda huenda kwamba ninyi vyama vya upinzani mnaweza mkaangushwa, CCM inaweza kujipatia nafasi? Sina maana hiyo. No. Kwa sababu ile kaandikishwa sijui ni wa chama gani. Lakini kwa nini aandikishwe wakati yeye sio Mtanzania? Kwa sababu sikiliza nikwambie. No. Unaona kwetu Ujiji tuna bonde lile linaitwa bonde la Mto Luichi. Yes. Kule ndio tumekuwa tuna mashamba yetu ya michikichi. Wengi tumesomeshwa, tumekuzwa na mazao yale. Sasa hivi hali imebadilika. Ukiingia kwenye mashamba yale, 95% wafanyakazi wale ni Warundi. Ndio wanafanya kazi ya kupanda kwenye michikichi, kuangua, kufanya nini, Warundi. Kwa tunajua huyu sio Mtanzania, na huyu ndio unamuona anakuja kujiandikisha. Mbona kuna serikali za mtaa? Serikali ya mtaa, sikiliza. Unajua wewe kuna mambo unanihoji, unachanganya. Sikiliza basi nikwambie. Tunapozungumzia uchaguzi, mwenyekiti wa serikali za mtaa hana mandate kwenye uchaguzi, hana nafasi yoyote. Wala sikiliza basi nikwambie. Mimi ni mwanasiasa, tena mwanasiasa mwenye PhD ya siasa. Yaani hii siasa yetu loko, mimi na PhD. Tunaposema zoezi la kuandikisha au la maboresho, tume imewataja, kuna msimamizi msaidizi na kuna maafisa wanamsaidia. Haimtaji mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa sababu ile mwenyekiti wa serikali ya mtaa sikapatikana kutokana na chama fulani, akikaa pale akisema huyu aandikwe, wataona huyu anatetea maslahi ya kile chama anachotoka yeye. Kwa hao wenye vitu waliweka pembeni. Kwa anakuja mtu, kwa mfano nikupe mfano hai. Mfano hai. Nena nitolee kata yangu. Ndio nina ushahidi naye. Kata yangu Rubuga, watu waliotolewa nje ya kata ya Rubuga kuja kujiandikishwa Rubuga, watu 320. Wametoka kata ya Kagera, kata ya Kasimbu, kata ya Kitongoni, kata ya Majengo, kata ya Machinjioni, kata ya Rusimbi, kata 6 wamekuja kujiandikisha. Watu 320. Nini kimechowaleta? No. Wanakijua wao. Lakini kipi kiliwapa nafasi ya wao kuhamisha taarifa zao? Kuna kipengele kwenye kanuni za uchaguzi kinasema kubadilisha taarifa za mpiga kura. Hii taarifa imetafsirika vibaya. Kwa mfano mimi sina kaa Rubuga sasa hivi. Nihamishe makazi yangu, nihamie Kibirizi. Si ndio nimehamia kule? No. Lakini taarifa zangu bado zinasoma wapi? Rubuga nilikotoka. Natakiwa niende Kibirizi sasa kwa msimamizi msaidizi wa uchaguzi, nimwambie bwana, mimi nilikuwa naishi Rubuga, mtaa wa Wahombo. Sasa hivi ninahamia Kibirizi, mtaa wa Kichwele. Naomba taarifa zangu zisomeke Kichwele. Ndio utaratibu. Lakini sasa hivi haikuwa hivyo. Ni kwamba mtu yeyote akijisikia leo kuna watu wameandikishwa Rubuga lakini wanakaa Kitongoni, wameandikishwa Rubuga wanakaa Kasingirima, yani ili mradi tu sasa ni vitu vya kipuuzi. Ndio maana tunasema ni vitu vya kipuuzi tu.
vitu vya kipuuzi. Na hili nazungumza mimi na evidence na ushahidi, si mtarusha. Niitwe nikaeleze, na nitakwambia huyu 320. Imagine kata ndogo kama vile Rubuga ina watu wapiga kura 1500, unaongeza wewe watu 320. Mada hii ni nzuri. Sasa hapa kuna kuja kwamba msimamizi msaidizi wa uchaguzi mpaka wanaandikishwa wale watu. Ndio maana na kanuni zipo. Ndio maana Chadema walikuwa nasema no reforms no election, wakiwa na maana hiyo. Iko hivi. Msimamizi msaidizi ni mtendaji wa kata. Msimamizi msaidizi ni mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Mtendaji wa kata ni mteule wa mkurugenzi. Mkurugenzi ndio anamtoa, nenda kata hii, nenda kata hii, kata hii. Unaamini atafanya nini? Atafanya nini? Unajua kaka, hawa watu waliosema no reforms no election walikuwa na mtazamo wa mbali sana. Watu walitafsiri tofauti tu, labda no reform no election kutakuwa kuna vita na hakuna mtu anataka vita. Mimi leo narudia tena kukwambia, mimi siko tayari nione mtu hata kama ni wa chama tofauti na mimi anapigwa, siko tayari. Lakini tunataka haki ipatikane. Sasa huyu mtendaji hawezi kumzuia mtu ambaye anakuja kuandikisha kukisaidia chama anachokitaka yeye. Nikumalizie kwa mfano wa mwisho. Malizie kwa mfano wa mwisho. Kata ya Rubuga. Na maana ndio sosi ya wewe kuja ni kata ya Rubuga. Kata ya Rubuga, wakati tunapanga taratibu za mikutano ya hadhara, mimi niliomba nifanyie mkutano wa hadhara pale kwenye ofisi, kwa sababu nimejenga ofisi, nimejenga zahanati ili wananchi waone nilichokifanya. Malizia mazungumzo yetu haya. Sawa. Hebu mapato na matumizi ambayo fedha zimepatikana katika mkoa wetu kwa ujumla, wewe upande wako kama ambayo ulikuwa sehemu ya upinzani ndani ya siasa safi na demokrasia, unasemaje? Kwanza niseme ukweli, nimefanya siasa hii miaka 5 chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Sikuwahi kubaguliwa hata siku moja. Na hii miradi nimeomba, halmashauri ilikuwa inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, lakini tukishafika mle vyama tulikuwa tunaweka pembeni, tunaangalia hoja, nani ana hoja gani na msingi, wote wana hoja gani tuipe udharura. Namshukuru Mungu, mimi hoja zangu zilipewa udharura na nilichokiomba nilipata. Kwa hiyo katika hilo niseme ukweli, narudia tena kusema, hii miaka 5 nimekuwa diwani chini ya meya wa halmashauri ya mji, halmashauri ya manispaa ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Baraza letu liliendeshwa bila ubaguzi. Hakuna mtu aliobaguliwa. Kila mtu alipewa kile alichohitaji. Na katika swala la mapato, tunapozungumza mapato yamekuwa makubwa, hauwezi kukisema Chama cha Mapinduzi. Na mimi nilikuwa diwani wa Chadema mle, na mimi nimeshiriki. Kuna kipindi mstahiki meya, baada ya mapato sisi tumeingia tukakuta mapato tunakusanya milioni 180 kwa mwezi. Mstahiki meya akasema lazima tutoke tukapandisha mapato. Mimi na diwani mwenzangu Abdalla Kiembe tulipangiwa soko la Kibirizi na ni stendi ya Masanga pale tulikutwa kwa mwezi ile stendi inaleta shilingi milioni 8.6 kwa mwezi. Lakini mimi na yule bwana tulienda pale tukajipanga vizuri, tukahakikisha asubuhi tupo, tunarudi saa 4 usiku, saa 11 kabla gari hazijaondoka tumefika. Tulipandisha mapato kutoka hiyo milioni 8.6 mpaka milioni 26 kwa mwezi. Kwa sasa hivi sisi tumeacha halmashauri yetu kwa mwezi tumetoka kwenye milioni 180 kwa mwezi, tumeacha tunakusanya milioni 400 na kidogo. Kwa hiyo hayo ni mapato makubwa, na ndio kazi ya sisi madiwani kutoka kwenye kata zetu kwenda kusimamia mapato, kwa sababu mapato ya ndani yana mgawanyo wake. Achilia mbali habari nilisema ya stationery, sijui mafuta, lakini mapato ya ndani pia tunatoa 40% kwenda kwenye vikundi vya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Lakini pia ndio tunakwenda kutengeneza mapato yetu ya ndani, sababu halmashauri ina vyanzo vingi. Kuna mapato ya ndani, lakini kuna ruzuku kutoka serikali kuu na wahisani. Ruzuku kutoka serikali kuu ndo kama vile serikali kuu ilituletea hela tukajenga hospitali ya wilaya kule kata ya Kagera. Ile ni ruzuku kutoka serikali kuu. Wafadhili ndio miradi ya Benki ya Dunia, World Bank. Uliona tulisaini mkataba wa bilioni 29
barabara ile ya kutoka Katonga mpaka Ujiji na daraja la Mto Luiche. Zile ni hela za wahisani. Hela za mapato ya ndani ndo hizi tumezisimamia vizuri. Kwangu nimejenga ofisi ya kata, nimejenga zahanati, ni mapato ya ndani, kwa sababu wananchi wanalipa kodi, wakiwemo wananchi wangu wa kata ya Rubuga wanalipa kodi. Kwa tumeacha halmashauri katika makusanyo makubwa, na Mungu akipenda tutakwenda kuendeleza pale tulipoishia. Ushirikiano ulikuwa mzuri kati ya madiwani na ofisi za mkurugenzi kabisa. Katika vitu ambavyo CCM nitawazungumzwa kwa mazuri ni ushirikiano tuliopata. Hatukubaguliwa, tofauti na labda watu walivyokuwa wakifikiria. Narudia tena, katika miaka mitano hii kuanzia 2020 mpaka 2025 sikubaguliwa na Chama cha Mapinduzi, na ndio maana nimepata miradi. Nataka nikwambie brother, nenda katembee Rubuga. Mimi ninapimwa kwa miradi ya maendeleo na mtu mmoja tu, mdogo wangu Imidi wa kata ya Kitongoni, ndio tumepeleka maendeleo kuliko diwani yoyote. Sasa hizo walikuwa wananiambia sio mwananchi, kwa sababu ni mdogo wako. Mbona wengine? Ni mdogo wangu kiumri, si kana kwamba labda ni familia, ni mdogo wangu na mkubali, kwa sababu Imidi ana kichwa kizima. Imidi ana kichwa kizima, na hapa wadogo zangu, na mdogo wangu mmoja naye anaitwa Fort Safe, naye amepambana, naye naona mwenge umekwenda kumzindulia kule. Aya, asante sana. Nimekuwa na mheshimiwa diwani mstaafu Omar Gindi katika mada yetu maalum inayosema siasa safi ndani ya demokrasia. Basi nakutakia maendeleo mema na kufuatilia vipindi vyetu vitakavyoendelea. Asante.